TV Media. Jambo bwana mtangazaji, kwa majina naitwa Mfariji Lewis, nikiwa mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe. Ni kweli kulingana na kimya yetu ambao mnatuuliza labda tumekuwa kimya siku za mingi sana, ni kufatana tu kulingana na hali ya usalama ambayo si nzuri kabisa kunako maeneo za Mikenge na kando mwake, kwani raia mpaka sasa wanaendelea kuteseka maporini huku wakiwa na mashida kabisa. Magumu ni mengi, hasa watoto na wakina mama na wale wa baba wenye miaka ya kusogea, yani wazee, wanaendelea kuteseka sana. Tutawakumbusha kwamba hali ya maisha tu ya raia wa Mikenge na vitongoji vyake ambao wanapatikana maeneo tofauti ndani ya pori, hususan wale ambao wanapatikana ndani ya pori msitu wa Pwenzero, bila msaada wowote wa dawa, chakula, sijui na mambo mengine ya kiutu, yanatuma sisi tuwe kabisa wenye moyo ya unyonge sana, hata huku tukikala kimya tukiwa tuna kukosa neno la kusema. Ni hiyo imetuma tumeketi kabisa kimya sana, na nitakwambia mpaka sasa mtangazaji, hakuja kuwa msaada wowote ule wa kiutu kutoka kwa mashirika hata kwa serikali kwa ajili ya raia ambao wanaendelea kuteseka. Vituo vya afya vinaendelea kusumbuliwa kukosa madawa, japo kuna shirika ya MDM-Pine ambayo ilikuwa ikihudumia raia wasiojiweza kwa matibabu ya bure kunako kituo cha afya cha Mikenge ambacho kinatumikia sasa pale Tuwe kunako makao yao ya zamani. Kweli kabisa dawa zimekwenda kuisha, na mpaka sasa mtangazaji, tukwambie tu leo asubuhi ya tariki 23 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025 tumekwenda kuripotiwa pia mapambano makali kunako eneo la Mikenge, huku vijana wazalendo wakiongozwa naye mkuu kiongozi wa majeshi Nzelambo Mamilenge kutoka upande wa Kipupu, na huyu DMS kutoka upande wa huko Tubangwa, wameingia kabisa huku na kasi mwingi. Mpaka sasa risasi inaendelea kulindima mtangazaji, mida yetu nao wapasha habari ya saa 8 za mchana. Mlio wa risasi nzito na zile za ndogo za karasha zinaendelea kusikika kunako maeneo hizo. Upande mwingine tukitokea upande wa Pwenzero kuingia Bilalo Mbili, majeshi yake mkuu kiongozi Kakobanya na Kalambi wanaendelea nao kabisa, wameingia hiyo njia kwa lengo tu ya kuangalia namna gani wanaweza kutimua raia ama kutimua huo adui muasi wa Twirwaneho na washirika wake wote ambao wanapatikana katika kijiji cha Mikenge yapata sasa miezi karibuni 3 hivi. Lakini kuna kuona madhaifu mtangazaji, kuna mara mingi vijana wanaingia na tena wamerejea, ni sababu ya vitu fulani ambao labda wamekuwa hawana, na hawa wamekwenda kuingiza nguvu sana, wamepata msaada kutoka nje ya Rwanda na nchi zingine ambazo zinakwenda kuwasapoti kwa lengo ya kutimua Kongomani na kumiliki milima yetu mirefu na mifupi. Na hiyo ndio maana hatujue kabisa mida ya jioni tutakuwa na habari gani, kwani vita vimeendelea, hatutajua matokeo yote yale. Na ujumbe ambayo tunaweza kupana kwa wakuu viongozi wote wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba waangalie vita ambavyo vinapatikana kunako nyanja za juu, ndio vita kabisa ambao waasi wamelenga kukamata milima, baadaye waanze shukia katika mji wa Uvira, Baraka, huku Fizi, wakiwa na malengo ya kuendelea mpaka huko Kalemi. Na huko tukiwaambia wakuu viongozi wa nchi watoke katika mambo ya distraction, kwani ambayo adui anaendelea kupanga ni mambo manguvu sana kwa ajili tu ya kuangamiza hali ya raia wetu. Ujumbe kwa vijana wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan wale wa Fizi na Itombwe,
ni kuambia kwamba waungane, wawe mtu mmoja na wajitie kabisa tayari, kwani adui anaendelea kujia nguvu na sisi ni lazima tutie nguvu ili kuangalia jinsi ya kukabiliana naye. Mtangazaji, ni hayo tu, mengine tunaendelea kufuata. Kwa majina ni naitwa Mfariji Lewis, mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombo. Amani TV Media.